Baba yetu Mungu mtakatifu, saa imefika tena tukaisikie sauti yako. Hakuna wezaye kuelezea maneno yako yakaeleweka kama hutamjalia. Hivyo nakusihi sasa ukachukue hatamu. Mawazo yetu, hekima za duniani, elimu za dunia, ufasaha wa maneno, ujuzi wa lugha, vikakae pembeni ili Roho akavitumia akitaka yeye. Mwisho wa yote utukufu na ukakurudie wewe. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Leo tunaanza mada kidogo ambayo kila wakati nilikuwa najaribu kuona nitagusa lini, lakini naona kwa neema ya Mungu tutaigusa leo. Wale ambao huenda wana kile kitabu chetu wataona tunagusa kidogo mle, lakini tunaenda kwa kina zaidi. Na ikiwa unaandika kichwa cha somo kwa siku hii ya leo, unaweza ukaandika kanuni kuu za kufanikiwa kila wakati, sehemu ya kwanza. Kanuni kuu za kufanikiwa kila wakati, sehemu ya kwanza. Kwa hiyo tunaanza sehemu ya kwanza, na kwa uzito wa hili somo jinsi lilivyo, huenda tukawa na sehemu ya pili, tukawa na ya tatu, na tutaenda zaidi, kwa sababu lengo langu hasa natamani tulielewe. Ni somo ambalo mimi mwenyewe natamani kama ningelijua miaka 30 iliyopita. Ukilielewa litakubadilisha mtazamo kabisa, na lina faida, lakini pia litatusaidia katika maisha kila siku na kujua tumekosea wapi ili turudi kwenye mstari. Haleluya. Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5 fungu la 16, ndugu yangu unaweza ukanisomea lile fungu la Mathayo 5:16. Ukiwa una Kiswahili cha kisasa sawa, mimi nitasoma cha kizamani, ila kwa sasa tuanze na kile cha kisasa, kisha tutaenda kwenye mafungu mengine ya hapo mbele baadaye tuweze kuona kwa kina somo hili. Sasa kabla hajasoma niseme hivi, kwa vile lengo ni kufundisha, ukiona kuna mahali nimekuacha, ninakuruhusu nyoosha tu mkono, mimi nitakuona. Useme mchungaji, rudia hapo, elezea zaidi, nitaelezea, kwa sababu hili somo la leo lina hatima yako na vitukuu vyako. Tunaelewana vizuri? Ni hatima ya kwako mpaka nani? Vitukuu. Kwa hiyo usichukulie rahisi, na mimi sina spidi ya kumaliza, nitamaliza kwa muda, lakini vikibaki kesho tunaendelea, ndipo ujue uzito wake jinsi ulivyo. Soma ndugu yangu hapa Mathayo 5:16. Mathayo 5 fungu la 16, Biblia inasema, ndio, nyinyi ni mwanga wa ulimwengu. Ninyi ni mwanga wa ulimwengu. Nimeipenda sana hiyo. Mji uliojengwa juu ya mlima hauwezi kufichika. Wala watu hawawashi taa na kufunika kwa debe. Na kufunika kwa debe. Aise, rudia tena, hiyo ni kubwa zaidi kuliko Kiswahili cha kizamani. Kimesema pishi, kumbe ni debe. Haya, rudia tena. Wala watu hawawashi taa na kuifunika kwa debe. Ila huiweka juu ya kinara ili waangazie wote waliomo nyumbani. Ishia tu hapo. Malizia sentensi iliyofuata. Vivyo hivyo sijui nini hapo. Vivyo hivyo ni lazima mwanga wenu uangaze mbele ya watu, ili wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Haya, naomba kila mmoja anitazame, na nitaenda kwa hatua ili tuweze kuelewana. Nitazame vizuri. Hakuna mtu yeyote anayeweza kupata mbingu kwa sababu ya matendo mazuri. Nimesikika hapo? Naongea na watu au na binadamu? Nasogea tena. Ninaongea na watu wa Magomeni, lakini na watu wengine ambao wananifuatilia. Profesa alikuwa hapa ni kwenye makambi au ilikuwa ni nini? Ni kwenye makambi. Kwa hiyo ninaamini kabisa nyie mnaelewa hiki ninachokisema, na kama hamuelewi tutarudia tena na tena, na kama hamtaelewa mumuite profesa tena. Hakuna mtu atakayeingia mbinguni kwa matendo yake mazuri. Yaani hiyo kariri. Tutabishana mpaka kesho, na mimi nitakwambia kama unaamini matendo mazuri na kupeleka mbinguni, mimi nitakuacha tena matendo yako mazuri tuone kama unatoboa. Kwa nini sasa?
Kitabu cha Isaya kiko wazi, nadhani mlisomewa hili fungu pia, kwamba na matendo yetu yote mema ni kama nguo iliyotiwa unajisi. Kasome hilo fungu vizuri. Maana yake ni kwamba kila tendo unaloita jema wewe, likipelekwa mbele za Mungu, ni nguo iliyotiwa unajisi. Niruhusuni nitumie tasfida, nipunguze ukali wa maneno ili watu wazima watanielewa. Neno nguo iliyotiwa unajisi kwa lugha ya asili ina uzito kuliko Kiswahili kilivyoandika. Maana yake ni kwamba ni kitambaa kinachotumiwa na watu fulani wakati fulani. Kwa ukiwa na tendo lako jema lolote, unasema hili ni jema mbele za Mungu, Mungu akiliona ameona hiyo. Kwa nini? Kama matendo mema yangeingiza watu mbinguni, Wayahudi wote wana matendo mema kuliko wewe. Wewe unanitazama hapa, hata tukija kwenye hoja ya Sabato, hujashika Sabato kama Wayahudi wenzako walikuwa wanashika Sabato seriously, kiasi kwamba akirusha tu jiwe namna hii linapoishia hapo hapo basi. Umbali wa mtupo wa jiwe ilikuwa ndio sehemu ya kupumzikia hapo. Hujafikia hiyo level. Yesu kilichomleta kutuokoa ni kwa sababu matendo mema, tumechemka, inabidi tuokolewe kwa kurithi na kumwamini Yesu Kristo. Naenda taratibu kwa sababu kuna swali linakuja. Matendo mema yana kazi gani? Usidandie bodaboda kwa mbele, itakugonga. Tunakuja huko mbele. Nataka kwanza tuanze huu msingi wa kwanza, ili usije ukadai wokovu kwa matendo yako, maana hutoboi. Nikiwapitishia hapa mliokaa hapa tu kipimo cha kimbingu cha matendo mema, hakuna anayetoboa hata huyu. Maana kwa mujibu wa sheria, ili uhesabiwe haki kwa kushika sheria, inatakiwa ushike zote 10, usivunje hata hii. Aliyeshika 8 akavunja 2 anaandikiwa 0. Aliyeshika 9 akavunja ngapi jamani? Naye anaandikiwa. Na aliyeshika zote hizo zote akakosea 1 tu anaandikiwa. Kwa hiyo kwa mujibu wa taratibu za matendo ya sheria, kigezo cha kukuokoa ni kushika zote 10, usivunje hata. Na ushikaji wako usiwe ni kushika kwa nje, iwe ni kushika kutokea wapi? Ndio maana Mafarisayo walipodai wameshika sheria, Yesu akawabana, akaambia watu wa kale walisema usizini, bali mimi nawaambia amtazamaye mwanamke amekwisha kuzini naye. Hawajakaa sawa, akaongeza lingine, akaambia watu wa kale wamesema usiue, bali mimi nawaambia amuoneaye hasira ndugu yake ni muuaji. Mshike mkono jirani yako, mwambie unatoboa kwa kiwango hiki. Amekujibuje? Si tumechemka wote mpaka hapo Kwa siku ambayo utaamini matendo yako yanakuokoa, umemuondoa Kristo katika kazi yake, umejiweka wewe. Bado usikimbilie huko mbele, maana najua kuna wale watu wasema, lakini pastor, mkisema hivyo mtasababisha watu waendelee kutenda dhambi. Wanatenda hata kabla hawajaambiwa. Tukianza kujaji hata ujio wenu kanisani hapa, jinsi ulikuja kanisani siku ya leo, tumejaa namna hii, tukaleta kipimo cha kimungu kabisa. Mungu atuambie ni nani waliokuja kanisani kwa ibada kweli kweli. Unaweza ukashangaa katika wote hawa ni watu labda 3 ama 4. Wengi wamekuja kwa sababu ana shida yake, anahitaji muujiza. Mtazame jirani yako, mwambie meza hata kama ni chungu. Tukifika hapo nasema, kwa hiyo je, hawatatendewa muujiza kwa sababu wamekuja kwa nia hiyo? Neema ya Mungu ni kubwa kiasi kwamba atamtendea mtu kwa imani yake hivyo hivyo. Lengo lake liko hivyo, atatendewa tu. Na nina ushahidi wa kibiblia kabisa huko. Siku moja Yesu alilisha watu, wakala mkate kweli kweli, kesho wakajaa kumtafuta Yesu, akawapasha hapo hapo. Nadhani kwa upande Yesu alikuwa Mkuria, kwa hiyo sehemu hiyo tu pale pale akawapasha, wamekuja wamejaa. Yesu akamwambia, nyie amkuja kunitafuta mimi kwa sababu na uzima wa milele, ila ni ile mikate ya jana. Mimi hapo ndipo neema ya Mungu ninaiachia hapo hapo. Sasa pastor, unataka utuambie nini? Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa hii statement inayofuata. Kinachokuingiza mbinguni ni kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Full stop.
Haijalishi nini, unasali wapi, una itikadi gani, kama huna Yesu ni zero. Ndio maana mtu yeyote anayejua hiki kitu, saa nyingine naongea na wazee wa kanisa na wainjilisti, naambia mmefika sehemu ambayo mtu anakaribia kukata kauli yake ya mwisho, tarehe zake zimefika, mmemwombea, lakini Mungu anasema huyu lazima alale mauti. Acheni story nyingi, muulizeni swali rahisi: je, umempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Akikwambia ndio, mwelezee maana ya kumpokea Yesu ni nini. Sio kujibu mdomoni tu, maana yake ni kuamini kabisa kutoka moyoni ya kwamba kupitia Adamu mimi ninapotea na kupitia Kristo ninaokolewa bila kulipia chochote. Yaani matendo ya Kristo yanafanywa kuwa yangu, yakiwekwa kwangu mimi naingia mbinguni, hakuna mjadala. Haleluya! Yaani akaunti yako ni zero kwenye matendo mema. Mungu akiangalia sema naona uchafu tu. Mungu akasema naona uchafu tu. Alafu mwisho tunauliza anaingiaje mbinguni? Mungu anasema kama nikimhukumu kwa matendo yake hatoboi. Swali ni moja tu, niambieni, huyu ambaye mnasema aingie huku amempokea Yesu? Anasema ndio. Yesu anaulizwa kwenye akaunti yako ya matendo mema una kwa ajili ya huyu? Anasema nimejaza na kuzidi. Ndio maana anapoenda mbinguni anasema yuaja mkuu wa ulimwengu huu, yaani Lucifer, hanidai kitu. Haleluya! Nikataka kusema nimewalipia kila kitu, deni limelipwa, kila kitu. Paulo anasema kama neema ingelingana na kosa ingekuwa tabu sana. Anasema neema inazidi kosa, nikana kwamba ngoja, kama ni kulipa deni la dhambi mimi mwenyewe bila Yesu, hii itakushock kidogo. Ninaweza nikalipa bila Yesu, ila mgogoro siwezi kufufuka. Maana mshahara wa dhambi ni kwa hiyo sinakufa. Nikifa si deni limelipwa, kuna kudaiwa tena. Umewahi kuona watu wanaenda kudai kwenye kaburi? Huwezi kudai maiti. Ulitenda dhambi, mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Ukifa umeshalipa tayari, mgogoro hutoki tena bila Yesu. Ndio maana alitafutwa Yesu Kristo mwenye uwezo wa kufa na kufufuka, alafu mimi na wewe tukaingizwa ndani yake. Tulipoingia ndani yake pale msalabani tukafa. Mimi na wewe tumekufa msalabani kupitia Yesu Kristo. Mimi na wewe tuliyempokea Yesu Kristo tukazikwa pamoja naye. Kwa hiyo pale kaburini siku 3 alizokaa, mimi na wewe tulikuwa mle ndani. Alivyotoka kaburini, mimi na wewe tumetoka kaburini. Haleluya! Ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu pamoja naye. Nairudia hii tena, mimi na wewe tumeketi pamoja naye katika mkono wa kuume wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo mpaka dakika hii, kwa nini juzi niliwaambieni, jana mtanisaidia, niliwaambieni huwezi kufa kwa sababu ya shetani au mapepo. Ni kwa sababu wewe hauketi hapa, wewe unaketi kule. Yaani kama Kristo anauawa na majini, basi na wewe utauawa, ila kama hauawi na majini hufi. Ndio maana nawaambia watoto wa Mungu, wewe wakuambie kwamba hiki chakula kimenuiziwa kula. Kama huamini, kesho mkaniletee, mimi nitakula, wala usiwe na wasiwasi, maana mgogoro sio mimi, ni Kristo. Haleluya! Unajua mpaka kwenye msamaha wa dhambi ni kuna fungu moja kwenye Isaya nimelisoma. Lile fungu linanipa faraja na kunipa nguvu sana. Mungu anasema, naam, mimi nayafuta makosa yako kwa ajili yangu mimi. Haleluya! Kwa hiyo ukiona umesamehewa dhambi ni kwa ajili ya Kristo Yesu. Nilitaka hiyo ground kwanza tuijenge, tuielewe, ili nachokuja kusema baada ya hapa usije ukachukua credit yoyote, kwa sababu wokovu wako umejengwa katika Kristo Yesu peke yake. Haleluya! Sasa twende hatua inayofuata sasa. Anaposema kwamba sisi ni nuru, baada ya kuokolewa sasa, umeshampokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kuna mgogoro kidogo hapa, Dr. Mpoki, mgogoro mkubwa sana kwetu sisi wazawa wa hili dhehebu letu. Sisi ni wazawa. Huwa zamani tukiulizwa umeokoka, unasema hapana, mimi naongoka. Haiwezekani kabisa. Sasa ngoja niwaambie ni tu clearly hapa. Kuongoka maana yake ni kubadilika. Huwezi kuongoka kama hujaokoka. Hapo nirudie tena kidogo.
Nasogea kidogo karibu na mzee Odera. Petro anaambiwaje? Utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Niwaulizeni, Petro amekaa na Yesu muda wote, ina maana alikuwa hajaongoka, ila alikuwa ameokoka. Kuokoka ni nini? Ni kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukishampokea tu umevuka mautini, umeingia uzimani kwa njia ya imani. Kwa hiyo tukiwaita watu hapa, mpokeeni Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu, wamevuka mautini, wameingia wapi? Uzimani. Ikatokea kati ya watu ambao tumewaita hapa kwenye ubatizo, akafa kabla hajabatizwa, anaingia mbinguni. Tunaelewana hapo sasa? Kwa cha kwanza ni kuokoka, yani kutolewa mautini na kuingia wapi? Uzimani. Hicho ndio cha pili ni kuongoka, ambao ni kupokea badiliko la tabia. Hii ni kazi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Wote hapa tukijikagua, tuacheni unafiki. Wote hapa kuna dhambi tunapambana nazo kwenye maisha japokuwa tulishabatizwa. Lakini wote hapa ukiambia simama na ushuhuda, utasema nina ushuhuda. Kuna dhambi ilikuwa inanisumbua miaka iliyopita, lakini sasa hivi hainisumbui tena. Na mimi nakuuliza, ulikula dawa gani ukashinda hii dhambi? Ni nguvu ya Roho Mtakatifu katika maisha yako. Hivyo huyu Roho Mtakatifu ambaye nakwambia anabadilisha tabia, atakubadilisha ili uongoke. Ndio maana Petro anaambiwa utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Kwa inatakiwa kila aliyeongoka, kila anayepokea badiliko, anarudi kuimarisha wenzake. Unarudi unawaambia wenzako, unarudi unawaambia, unahangaika na kitu gani? Nakwambia bwana, nahangaika na hiki na hiki. Mwambie na mimi nilikuwa kama hivyo. Ndiyo maana ya nguvu ya ushuhuda. Unamwambia mtu, mimi nilikuwa hivi kabisa kama wewe, nilihangaika sana, lakini nguvu ya Yesu imenibadilisha, niko hivi. Kwa unamtia moyo mwenzako ya kwamba na wewe pia utaweza. Haleluya! Ndio inakuja kauli nuru yenu na iangaze. Yesu anasema mkishanipokea, nahitaji nyinyi muonekane na watu wengine wote waone ya kwamba kuna nuru, bado kuna nguvu ibadilishayo maisha, bado ipo. Haleluya! Kwa hiyo anasema mkisimama, watu wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye wapi? Sikiliza, hasemi watu wayaone matendo yenu mema kwa kuwa mnaenda mbinguni. Hoja ya kwenda mbinguni imetatuliwa na Yesu tayari. Yaani huo sio mgogoro. Mgogoro ni kwamba anasema kila tendo jema utakalotenda, nahitaji watu wakiona wasikutukuze wewe. Haleluya! Wamtukuze nani? Ndiyo maana wale ambao mmenifuatilia sana, na waambieni watu, ni kweli ni vizuri kusaidia yatima, ni vizuri kusaidia wajane, lakini usiende na kamera. Haleluya! Kwa nini? Yesu alieleza wazi, anasema mkishaenda na hizo kamera, na natumia lugha ya kwetu ya sasa, mkaonyesha watu, akawasifu fulani ana moyo mwema, anasaidia watu, anabariki watu, anasema mmekwisha kupata thawabu yenu. Mmeshaipata tayari. Sasa unataka ya Mungu ya nini? Lakini wewe ukitenda wema wako, tenda sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Haleluya! Kwa kila tendo jema unalotenda, na kusi kutoka moyoni, naongea kutoka moyoni. Roho Mtakatifu akusaidia uelewe hisia nilionayo sasa hivi ninavyoongea. Kila tendo jema unalotenda, lenga Mungu atukuzwe. Hebu dhamiria hivyo, iwe ndio dhamira yako ya ndani kabisa, dhamira ya ndani. Wafanya biashara, mtu anapokuja pale umemhudumia, lengo lako liwe amuone Mungu katika huduma yako. Kuna video moja nadhani nilishaiposti kwenye peji yangu ya Instagram. Hapa naongea na Dr. Mpoki kidogo. Kuna madaktari niliwaona nikawapenda huduma wanayofanya. Ni watu wa Hispaniola kama sijakosea. Wale jamani ni wataalamu wa upasuaji. Wanapomzunguka mgonjwa pale na manesi, na hizi wale manesi pia wote kama wametrainiwa, wanapomzunguka mgonjwa pale wote hawafanyi operation bila maombi kwanza. Nikasema wow, wanaomba kwanza alafu ndipo wanafanya upasuaji. Wanaomba kwanza. Mungu atusaidie. Wako wapi manesi
ambao kabla ya kuchoma sindano anakuambia tuombe kwanza. Nafikiri maumivu ya sindano yatapungua. Ila unakutana na vyuma huko, anakuambia weka mkono vizuri, unanichelewesha na wagonjwa wengi. Mungu atusaidie sana. Sasa kuna sheria ambayo tunaita sheria za Mungu na sheria za asili. Hebu nianze kunukuu kitabu cha Ellen White kinaitwa ni katika machapisho, nitumie lugha hii, ni machapisho, ni zile manuscript release, chapisho la 34 ya mwaka wa 1903, paragrafu ya 15, ninainukuu: ingia katika uwepo wa Mungu kwa nyimbo za sifa na kisha umtambue kuwa ni baba yako mpendwa. Mnakumbuka hiyo tulianza nayo Na niliwaambieni unapoingia kwenye maombi, kati ya vitu vizuri ambavyo nashauri mtu ufanye maombi yako binafsi, ingia na nyimbo za sifa. Ingia katika uwepo na nyimbo za sifa. Badala ya kuzingatia wewe na mahitaji yako kwanza, mzingatie Mungu. Tunza sana jina lake na heshima yake. Haleluya. Mungu anapenda tuombe kwa ajili ya vitu vile ambavyo vitaleta heshima kwa jina lake. Kwa hiyo unapoomba Mungu akupandishe cheo pale ofisini, unahitaji Mungu akupandishe cheo kwa ajili gani? Yaani target yako hasa ni nini? Ni ili watu waone umepanda cheo? Unapohitaji Mungu akuongeze mshahara wako uwe mkubwa, lengo lako hasa ni nini? Target yako ni nini ukipata pesa? Kiukweli ni kwamba unavyoendelea kubarikiwa kiuchumi, unapaswa kuwa baraka zaidi kwa wengine. Hiyo ndio sera rahisi. Sikia maneno haya: hatupaswi kamwe kujitukuza wenyewe. Tunalazimika kumwomba Mungu kwa ajili ya neema na baraka za kiroho, ili kwamba tuweze kulitukuza jina lake katika tabia zetu. Mungu anahimidiwa, jina lake linatukuzwa pale watoto wake wanapotoa katika maisha yao muonekano wa tabia ya Yesu. Yaani mpaka mtu akuangalie hivi aseme kama isingelikuwa Yesu kubadilisha maisha yako usingelikuwa hivi. Nataka nitoe kisa hiki ambacho kimetokea katika mishonari wetu wa kanisa la Sabato kule Uingereza. Wakati huo Waingereza wanaenda nchi mbalimbali za Kiafrika, wamekuja huko Papua New Guinea na wapi, wanapeleka usabato. Alitokea bwana mmoja ambaye alienda kwenye conference moja kule Uingereza, akawaambia viongozi, nahitaji kuwa mishonari. Viongozi wa kanisa wanamjua yule kijana ni mtu ambaye hawezi kuongea. Yaani hata kama ukampa kusoma somo hapo tu hawezi, anaona aibu mbele za watu, akiona watu hivi anachanganyikiwa, lakini sio mwongeaji. Wakamwambia wewe hutaweza umishonari. Akarudi zake nyumbani. Aliporudi akakaa kama siku kadhaa, akarudi tena kwa viongozi wa conference. Nahitaji mnitafutie eneo la nchi za mbali na mimi niende kuhubiri Injili. Aliwasumbua mpaka yule kiongozi akasema aende. Mpaka wazazi wake wenyewe walienda kwa viongozi wakasema, jamani, tunaomba msimpe ruhusa huyu, maana hawezi hata kuongea na watu, hawezi. Yule jamaa akachaguliwa kwenda Papua New Guinea. Nikakisiwa, sio niita nikakisiwa kale kako ni karibu na Australia hapo. Akaenda kule. Kufika kule alikaa miaka karibia 15 kama sijakosea. Hakuna hata mtu anayeulizia umeongoa watu wangapi, umehubiri watu wangapi, maana wanajua kabisa hawezi chochote. Akafa akazikwa, hakuna aliyefuatilia hata amezikwa wapi. Baada ya muda conference ikasema, jamani, lakini kwani tusipeleke watu Papua New Guinea? Mtu mmoja akasema, kuna mtu alijiandikisha hapa, hivi mlifuatilia habari zake? Hakuna aliyefuatilia. Basi tutume sasa missionary rasmi. Akatuma missionary rasmi, akafika pale, akaanza kuhubiri Injili. Alimtafuta yule bwana, hakumpata. Kwenye kuhubiri Injili sasa akaelezea habari za Yesu. Wakati anahubiri pale, wazee wa Papua ni kama sisi, wana mila kama za kwetu, wale ndugu zetu tu kabisa. Sasa akielezea kwamba Yesu akafa, akazikwa, akafufuka, anaketi mkono wa kuume wa Mungu, wale majamaa yanaangalia kichwa chini, wanatikisa hivi. Anamuuliza mkalimani wake, mbona nikigusa sentence wanaangalia chini wanatikisa? Mkalimani akamwambia, kwa hapa maana yake wamekataa hiyo statement. Akasema, sasa kama wamekataa na wokovu ni kwa Yesu, itakuwa kuaje? Akasema, wazee hao wasikilize, wana maana gani?
Baada ya kipindi akaitoa wazee wa kimila pale, akakaa nao, jamani, mbona mnakataa? Akasema tunakataa kwa sababu ulivyotusimulia huyu mtu tangu juzi, si tunamjua, ila kuna sehemu natudanganya. Ukisema amekufa tunajua ni kweli amekufa, ila unasema amefufuka, hapo ndipo uongo ulipo. Maana sisi kaburi lake tunalo hapa, na ukitaka tutakuonyesha. Jamaa akamwambia hapana, nipelekeni. Akapelekwa, akaonyeshwa kaburi. Kuulizia ni yule mishonari ambaye hawezi hata kuhubiri hata kuongea. Ngoja niwatie wivu wa Bwana kidogo. Mkiona tunafanya mikutano ya hadhara ni kwa sababu tumekwama kwenye matendo. Ilitakiwa hatufanyi mkutano wowote, watu wanaona matendo yetu mema wanatufuata. Kanisa lenu liko wapi? Wale mnaofuatilia sana watu wanaohubiri duniani, kuna bwana mmoja aitwa mchungaji Joseph Prince, yuko Singapore. Walifanya utafiti ufuatao kujua waumini wanaosali kwenye kanisa lake. Ikaonekana ndio watu waaminifu zaidi serikalini Singapore. Ndio watu ambao ni waaminifu zaidi kwenye biashara, wakipewa biashara ni waaminifu zaidi. Siri ni nini? Huyu jamaa alimuinua Kristo katika kila somo lake. Yeye ni Yesu, Yesu na neema yake ikabadilisha watu tabia. Haleluya. Sasa kwa nini tunasema watu wawe na matendo mema? Sio kwa ajili ya wokovu. Matendo mema yote ni kwa ajili ya kazi mbili tu: kuwaangazia watu wengine wamtukuze Baba aliye mbinguni. Haleluya. Namba 2, matendo yote mema ni kwa faida yako wewe. Kuna sheria inaitwa sheria ya asili au sheria za asili. Huwa tunapoongelea sheria tunakimbilia kwenye amri 10 za Mungu, tunasahau kuna sheria za asili. Sheria za asili huwezi kupingana nazo, na sheria za asili kwa bahati mbaya sana hazina dini au dhehebu. Kila atakayezizingatia atapata matokeo yake, yaani haijalishi ni nani, atapata matokeo yake. Natoa mfano. Angalia hiki ambacho nimeshikilia, kitambaa changu hiki hapa. Kiangalie vizuri, hiki ni kitambaa cha kwangu. Angalia vizuri ninachokifanya. Kimeenda wapi? Haijalishi ni cha pasta au ni cha mvuta bangi, ukikiachia kitaenda. Hiyo ni sheria ya asili ya mvutano, iko hapo. Kwa hiyo ukiachia tu inaenda chini kama kawaida. Sasa sikiliza hapa, nitanukuu zaidi roho ya unabii leo na Biblia pia, kwa sababu ninaongea pia na ndugu zangu wa tumbo moja, nao wamenielewa. Kuna kanuni ya kupanda na kuvuna. Baadhi yenu magumu mnayoyapitia sasa hivi ni kwa sababu ya kuvunja sheria za asili bila kujua au kwa kujua. Nataka nisome sentensi hii. Kanuni ya kupanda na kuvuna ni mojawapo ya sheria thabiti na za ulimwengu wote zinazojitokeza mara kwa mara katika maandiko. Inatufundisha kwamba matendo yetu, narudia tena, inatufundisha kwamba matendo yetu, mitazamo yetu na maamuzi yetu yana matokeo. Sheria hii inafanya kazi katika kila eneo la maisha: kiroho, kimwili, kimahusiano na kifedha. Yaani ili uweze kupokea baraka ya kiuchumi kuna kanuni lazima uzingatie. Sikiliza hii. Sio kila mtu mwenye pesa ana raha. Kwa hoja sio kuwa na pesa. Hoja ni kuwa na baraka alafu uenjoy hiyo baraka, uifurahie hiyo baraka. Hiyo ndio hoja ya msingi. Unaweza kuwa na baraka lakini una raha nayo. Ni mateso, ni shida. Magonjwa yanakuja, unahangaika kwa sababu kuna kanuni za asili ambazo hukuzijua na hujazingatia. Ndugu yangu, hebu nisomee tena. Ulisoma fungu la 16 peke yake kwenye sura ya 5 Hebu anzia 13. Fungu la 13 linasema nyinyi ni chumvi ya dunia. Ndio.
lakini chumvi ikipoteza ladha yake itakolezwa na nini? Haifai kitu tena, ndio, ila utupwa nje na kukanyagwa na watu. Nyinyi ni mwanga wa ulimwengu. Ishia tu hapo. Naomba sasa unitazame vizuri. Kuna moja ya sheria ambayo huenda huko mwishoni nitaigusa, kama sitaigusa basi naisema sasa hivi. Inaitwa sheria the law of influence. Sio nituwekeje sawa sawa. Sheria ya mvuto. Yaani ni kwamba mimi ninapokuwa hapa nilipo sasa hivi na kuna watu wananizunguka hapa, kuna watu wengine wako hapa, nina mvuto wangu unaweza kuwa chanya au kuwa hasi. Ninaweza nikawavuta wao au wakanivuta mimi wakanizidi. Hii sheria ina baraka lakini pia ina mikosi. Naongea na watu wa una binadamu. Naongea na watu wa una binadamu. Tumesema ina baraka au ina nini? Vyote vinaenda kwa pamoja. Naanza kukuchokoza kidogo, kuna vitu kwenye maisha yako utavikumbuka. Hujawahi kuona mtu ambaye anakuwa karibu na mtu vitu vyake vinaenda vizuri, au mwingine anakuwa karibu na mtu vitu vinaanza kuharibika? Mwahi kusikia hizo habari hizo Biblia iko wazi, nasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Iko wazi kabisa hiyo. Kwa hiyo kampani ya watu ambao uko nao inaweza ikakuvuta pazuri au pabaya. Nakupa mifano ya kibiblia kadhaa. Moja, kilichofanya nyumba ya Potifa ibarikiwe sio Potifa. Ilikuwa nani? Yusufu. Iko kwenye Biblia kabisa. Anasema nyumba ya Potifa ikabarikiwa kwa sababu. Twende zaidi ya hapo. Yakobo mkwe wake Laban alikuwa ni mchawi konkodi, mpiga ramli. Mnaifahamu hiyo au nina? Jamani, nimewambieni mimi sihubiri nafundisha. Hiyo kitu mlikuwa mnaifahamu? Nauliza, mlikuwa mnaifahamu? Mpaka alikuwa na miungu yake. Na siku Yakobo ameondoka, huyu jamaa ilibidi aifuate. Moja hapo ya tukio la ajabu, kuna siku alienda kupiga ramli kwa waganga wake. Na kule Mbezi Beach nimewaambieni watu, huu mwaka tuanze na Bwana, ila tu chagua kumtumikia Bwana au miungu. Usiwe vuguvugu. Yaani kama umeamua kwamba wewe na Mungu hamna mpango, nenda kwa waganga ukaogeshwe, wakakuogeshe mpaka maji ya vifuu. Nenda ujue moja kabisa. Lakini kama umeamua kumtumikia Bwana, usichanganye. Haleluya. Usichanganye, Mungu hachanganywi. Tena kuanzia leo, kama unanisikia hapa, ulikuwa na vikorokoro kule umeiweka kule umeweka, nenda kavichome. Tunaanza mwaka huu na Bwana. Hakuna miungu mingine. Yakobo akaenda, Laban akaenda kupiga ramli. Ameandika kabisa pale kwenye Biblia. Anasema nimethibitishiwa kwa kupiga ramli ya kwamba nyumba yangu inabarikiwa kwa sababu yako. Vice versa is true. Kuna watu kwenye maisha yako ambapo ukiwakaribisha ni kama umekaribisha balaa na mikosi kwenye maisha yako. Sasa unasema, mchungaji, tufanyeje? Mwambie Mungu akuonyeshe watu sahihi kwenye maisha yako. Sio kila mtu wa kushikana naye hata kidogo. Sasa hiyo ni sheria ya mvuto, ipo tu, ipo. Company, watu ulionao wapo tu. Kuna watu hata ukianza kujitathmini, tangu uanze urafiki naye mwaka jana mpaka leo, umegain nini? Kuna mtu ukiwa naye kwenye maisha anakupa connection, anakuambia kuna hiki hapa, nenda ukafanye, kuna hiki na kinatoboa kabisa. Kuna mtu ukiwa naye kazi ni matumizi, twende auti, twende huku. Ukija kupiga maisha, tangu nijuane naye huyu mtu, mbona mambo yangu hayaendi? Kazi ni kula tu. Mungu atusaidie sana. Asa hizi ni kanuni ambazo uzizingatie, na ukizingatia. Kuna siku moja niliongea hivi, mtu mmoja kananiambia, lakini pastor, unafundisha watu vibaya, watu watakuwa ni wabaguzi. Sikufundishi ubaguzi, lakini mtu ambaye unamfanya kuwa rafiki awe karibu na wewe, kuwa mbaguzi. Sijakwambia uchukie watu, ila kuwa na mipaka na watu. Yaani mruhusu mtu, mwambie, bwana wewe, tutaishia kusalimiana kanisani.
Hujambagua wala hujasema kwamba ana dhambi. Siongelei hoja ya dhambi hapa, naye sio kwamba ni mbaya, ana mtu wake ambaye wakikutana watafaana. Ila wewe mwambie, bwana, wewe rafiki yangu, lakini kanisani tutasalimiana, tukitoka hapo neema ya Bwana iwe na. Mmekosea. Kuna wengine mmewaingiza mpaka chumbani, hawakupaswa kuingia. Eti wewe mtu wangu wa karibu kabisa, njoo na kitanda chako anakalia kabisa. Wewe umejirahisisha kiasi hicho? Mbona unakuwa so simple? Maisha yako unayarahisisha tu. Ni kweli una duka, unafanya biashara, sio kila mtu akumuingiza store. Pastor, huyu ni mtu wangu wa karibu. Mtu wako wa karibu ni mkeo au mumeo, mwisho wa kunukuu. Wengine wamevuka mipaka mpaka wanavaliana nguo. Huyu ni mtu wangu wa karibu, hata kanga nampa. Tunavaliana hadi gauni. Wewe. Sisi tulikuwa tunavaliana vikoti na singo wakati tuko sekondari, ni kwa sababu tulikuwa hatuna namna. Tulikuwa na koti letu tukalipa jina effort coat. Ukiitwa kuhubiri kesho yake unamtazama mwenzako amelivaa, unamwahi kabisa, kwa sababu kuna zile prepo na nini, vespers, evening vespers. Jamaa amepiga hubiri lake la jioni pale, amemaliza, mnaenda kula chakula pale cha jioni, unamuaha, bwana, kula vizuri usije ukalichafua, maana kesho natakiwa nikafanyie poti. Hayo maisha yalikuwa ya miaka hiyo, sio sasa. Acha hivyo vitu, tunaishi ulimwengu mwingine kabisa sasa hivi. Acha. Haleluya. Hata kukopeshana, kiukweli kabisa, mimi ukiniambia muumini na muumini wakopeshane, ukiniuliza kutoka moyoni, nakwambia acha hizo tabia. Toa pesa ambayo hutadai. Bwana, shida milioni 2, mwambie njoo, mimi nina uwezo wa laki hizi, nimekupa kwa amani. Tukionana tusali kwa amani, ili msije mkagombana. Hizo ni kanuni, zingatia kwenye maisha. Haleluya. Sasa sikiliza hii. Kwenye kitabu kile cha Shuhuda za Kanisa, gombo la 6, paragraph ukurasa wa 51, anasema Ellen White, Kristo anatupatia sisi wenye kiu maji ya uzima ili tuweze kunywa bila malipo. Tunapofanya hivi tunakuwa na Kristo ndani yetu kama kisima cha maji yanayobubujika kuelekea uzima wa milele. Ndipo maneno yetu yanakuwa yenye unyevu wa maji ya Kristo Yesu. Ukisikia au ukijikuta unaongea na mtu na mkimaliza mjadala unajisikia umeishiwa na nguvu, umechoka, hapakuwa na unyevu wa Kristo hapa. Ila unakuta unaongea na mtu mpaka ukiachana naye unajisikia nguvu mpya imekuja, kulikuwa na unyevu wa Kristo hapa. Haleluya. Kuna utaratibu wa kuvuna na kupanda, na uchunge sana katika kuvuna na kupanda. Katika hili ni utaratibu wa kudumu. Andika Mwanzo 8:22. Mwanzo 8:22. Utanisomea Kiswahili cha kisasa, alafu baadaye nitakusomea dondoo ya Ellen White katika hili. Na hii naomba vijana wote mlioko hapa mtaisikiliza vizuri, kwa sababu hii ni ya kwenu. Tunaanza na ile ya Biblia kwanza. Mwanzo 8:22. Biblia inasema, ndio. Sorry. 1 minute. Kadri itakavyodumu, Sikiliza vizuri. Kadri itakavyodumu nchi majira ya kupanda na kuvuna, ya baridi na joto, ya masika na kiangazi, ndio, usiku na mchana, ndio, hayatakoma. Naomba wote sasa tulia kabisa, Biblia yako funga, usikilize vizuri.
katika maisha kuna kupanda na kuvuna. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho atafanya nini? Atavuna. Vijana, na kuja upande wenu kidogo. Unataka maisha marefu na yenye baraka, sio kufanya kazi kwa bidii tu. Waheshimu baba yako na mama yako. Ni simple, yaani hakuna shortcut. Na kama kuna laana ya haraka inayokupata ndani ya sekunde chache, ni laana ya mama. Wanaume nasema ya baba vipi? Tutakuja, maandiko yako wazi kabisa, yako wazi kabisa. Hawa watu wawili waliokuleta duniani hawa, kama unahitaji uendelee kuishi vizuri kwenye maisha yako, wape kipaumbele kwenye baraka ambazo Mungu amekushushia. Haleluya. Kuna mtu mmoja akaniambia, lakini mimi wazazi wangu hawapo, nitafanyaje? Nikamwambia kuna sheria bado iko hapo, iko vizuri kabisa. Tunaposema mzazi wako, kama baba yako na mama yako hayupo, kuna wazazi wengine Mungu amekupa pale kwenye ukoo wenu. Kuna mtu ambaye aliachwa kama mlezi, anaweza kuwa shangazi, anaweza kuwa nani, lakini mmeambia mkiwa na ishu yote ya mama, muoneni huyu anabeba ile kofia na mibaraka anayo. Haleluya. Na msiingilie maugomvi ya wazazi wenu. Baba na mama wamegombana, huruhusiwi kuingia hapo. Na anakujaza upepo huko, anakuambia baba yenu alinitesa sana, kwa hiyo usifanye hivi. Ni ugomvi wa kwao, wewe usiingie huko. Mpelekee baba yako zawadi, mnunulie vitu, ugomvi wewe usiingilie. Mmoja kanambia, nimempelekea baba suti, mama amenitishia kunilaani. Nikamwambia hiyo laana itageuka kuwa baraka. Asa baba alitutelekeza, kwa hiyo hatuwezi ndio aliwatelekeza. Mama ndiye amefight na nyinyi, nakubali kabisa, sina shida yoyote, lakini usisahau una DNA ya huyu mzee kwenye mwili wako. Mungu atusaidie sana. Ipo katika tukio ambalo sitalisahau kwenye maisha yangu, lina ring kwenye maisha yangu kila nikifundisha hili somo. Ilikuwa ni mgogoro kati ya kijana ambaye amekuwa na uwezo mzuri wa kiuchumi, anafanya kazi vizuri, ana pesa, biashara zinaenda vizuri, lakini anaishi na mama yake, amemjengea mama nyumba, baba amemtelekeza. Baba yuko tu hivyo. Baadaye nikamuuliza, ilitokea kwa bahati, nikaenda kwenye makambi kwenye lile eneo. Yule baba akaniona, akanifuata, akaniambia, unamfahamu fulani? Huyu anayemtaja ni mtu ambaye namfahamu, ni rafiki yangu. Nikamwambia ndio. Anasema, nilisikia ni rafiki yako, ndio maana nimeamua kuja kukuambia. Nikamuuliza kuna nini? Anasema, yule ni mtoto wangu. Nikamwambia, mtoto wako? Ukimwangalia mzee amevaa hizi plastiki zetu tuna yebo na zimechakaa kabisa. Nikamtazama, akaniambia, mpigie simu kama uamini. Nikapiga simu pale pale, rafiki yangu akapokea. Hata hivi ninavyoongea nitazama, maana tumekubaliana leo naongea hii habari. Nikapiga simu akapokea, nikamwambia, fulani, niko hapa, niko na baba yako. Akasema, baba huyo mzee wa ajabu sana, mshenzi kabisa, alituacha tukiwa wadogo, alimtesa sana mama. Leo maisha yamekuwa mazuri, ndio maana sasa anataka kunitafuta, achana naye. Na simu akanikatia. Kamtazama mzee akalia, akasema, ndio hicho nimekutafuta kwa ajili ya hicho. Usiku nikampigia tena simu, nikamwambia, ndugu yangu tuongee. Akaniambia, kama unahitaji kuniambia habari za huyo mzee tusiongee, ila kama una habari nyingine tuongee. Nikamwambia, ndio nina habari nyingine leo. Habari gani? Nikamwambia, unakwenda kufilisika hadi kuomba chakula. Anambia, unanitisha? Nikamwambia, sikutishi, tukio linakuja hivi karibuni. Kwa nini? Nikamwambia, mimi nimekuambia tu, ukiamua tujadili kwamba kwa nini unakwenda kufilisika, tutajadili. Aniambie, Mungu amekuonyesha? Nikamwambia, ndio. Alikuonyeshaje? Nikamwambia, kwenye Biblia.
Unajua tuliongea karibia masaa 3 kwenye simu, mpaka simu inawaka moto, tunaongea. Akaniambia basi ukirudi tuongee. Nikaenda nyumbani tukaongea tena, akanisimulia unyama wote baba ambao aliwafanyia, akamtelekeza mama, wote akanisimulia. Mama ndiye aliwasimulia kwa sababu nikambana, ulikuwepo? Sema tulisimuliwa na mama, na baadaye kweli hatujamkuta baba nyumbani. Akambia basi yameisha. Nikamwambia kesi ya mama yako na baba achana nayo, ila nimekuja kukuambia hizi biashara ulizonazo hizi, Mungu alikuwa amekusudia akubariki mara 3 kuliko hivi, ila unatembelea mgongo mmoja tu, hujatembelea mgongo wa pili. Ukiweza kuutembelea huu unatoboa. Kwa hiyo unaniambiaje? Nikamwambia rudi, baba yako kule kijijini ukimtazama alivyo na wewe na pesa ulizonazo havimechi. Hili jambo mpaka litafakari. Nikamwambia sasa sikiliza, wewe ni jamaa yangu, tunaongea kila kitu, lakini kuanzia leo usinitumie hata vocha, sitaki. Hasa kwa hiyo ina maana tunaleteana ubabe. Usinione hivi nikiongea hapa, kila mtu ana rafiki yake ambaye huwa wanapeana makavu na mimi huyo tunapeana makavu hivyo hivyo, yani unavyoona tukiongea sio pasta, ni makavu hivyo hivyo. Nikamwambia sitaki hata vocha yako, sitaki, na mimi naondoka. Mke wake akaniita, shemeji usiwe hivyo. Nikamwambia sitaki, zina laana hizi hela, sitaki hela za laana. Tukakaa siku 7, no kupigiana simu, nothing. Maisha yanaenda. Na mimi nakwambia kama huna rafiki ambaye anakupa makavu bado, kila mtu lazima uwe na mtu ambaye anakukalisha na kukwambia hapa umechemka. Baada ya muda akaniambia twende kijijini. Tukafunga safari mpaka kijijini. Tukafika, nikamkutanisha na yule mzee. Tukaongea kwa kina, kila kitu tuliongea kwa kina sana. Yule baba akalia. Nakumbuka alinikumbatia, amelia kwenye bega langu mpaka unasikia kama panaloa. Lakini kuna neno alisema ambalo liligusa maisha yangu kabisa. Akaniambia, mimi natokea familia ambayo hata mimi pia nilitelekezwa na tukaachwa. Anasema nimeishi maisha ya kivyangu vyangu tu. Unajua walio wengi kwenye ndoa zetu huko kote mnapambana na child traumas. Huyu mtu unavyomuona alivyo na tabia yake, kuna vitu anabeba viko huko alitendewa. Yule baba akasimulia mambo aliyofanyiwa utotoni na nini, vitu vingi aliyofanyiwa. Alifanyiwa ukatili mkubwa, aliyosimulia ni ukatili mkubwa, na ukatili alifanyiwa na bibi mwingine ambaye alikuja kuolewa tena. Ilikuwa ni shida. Kwa hiyo ana zile kumbukumbu zote zikaja kujitokeza. Akasimulia kijana wake akasema, baba, sikuwahi kujua umepitia haya yote, ila leo ninakusamehe. Nachomtukuza Mungu, mpaka leo ninakuja kuongea hii habari. Wakati nakuja saa 7 niko njiani nakuja hapa, nilimpigia simu nikamwambia, leo najua ile story nakwenda kuisema, sasa nataka uniambie na ikamilishaje. Akaniambia, unataka useme nini na nini? Nikamtajia vyote anatamani kuvisema, ila kuna moja nataka uniambie leo nikaliseme mbele ya watu wote. Umemaliza kumjengea yule mzee nyumba? Anasema nimemaliza mwaka jana, na mzee anakaa kwenye nyumba nzuri. Baba yake sasa hivi anakaa kwenye nyumba nzuri yenye kila kitu vizuri, safi kabisa, super. Japo tu kitu ambacho hakufanikiwa ni kuwarudishia tena yeye, na nafikiri mmenielewa, lakini at least imefikia level hiyo. Anaambia baba anaishi vizuri. Anaambia na sasa hivi ninavyoongea na wewe pastor, nina mpango wa kumnunulia baba gari la kubeba mizigo, ili kule kijijini mtu mmoja tu aendeshe, akipata kihela kidogo anampelekea mzee asihangaike tena. Sasa muujiza ambao ndo nakwenda kuwasimulia, anatenda ya kibiashara ambayo anasema kwa faida inaweza kumuingizia faida bilioni kama 3 faida. Nikamuuliza, umeipatapataje hiyo? Anasema nilipoanza kumjengea tu. Sio mfanya biashara mdogo naye kuambia Sikia nikusomee hii moja hapa sasa hivi. Huenda hii story nataka kumgusa mtu fulani hapa. Usiingilie ugomvi ambao haukuhusu.
Sikia, hii ni sheria. Waheshimu baba yako na siku zako zipate kuwa nyingi. Asante sana, nimeipata. Huyu ni mtu wa pili, anasema, Pastor, habari za leo. Nimekuona ukiendelea katika masomo hapo Magomeni. Nikukumbushe, usiache kuwafundisha watu juu ya sheria za asili. Tangu nipatane na baba yangu, baraka zimemiminika mpaka ninaishi naye nyumbani. Huyu ni mtu wangapi? Asa nikisema hivi narudia tena, kwani ukifanikiwa wewe utakuja kunipa hizo hela? Kwanza mimi kwani nakujua? Hii inaongea kwa ajili ya faida yako. Sasa nimesema vijana waisikilize hii. Ellen White anachoambia vijana wetu na kwenye vitabu vyetu hivyo hivyo. Sikiliza dondoo hii. Ni kitabu cha Education, cha Kiswahili wamekiita Elimu Halisi kama sijakosea. Ukurasa wa 196 aya ya 3. Vijana wanapaswa kufundishwa kwamba sheria za asili ni sheria za Mungu. Haleluya. Zikiwa takatifu kama amri 10. Sheria zinazodhibiti miili yetu Mungu amezichora katika kila neva, misuli na kiungo cha mwili. Kila uvunjaji wa makusudi au wa uzembe wa sheria hizi ni dhambi dhidi ya muumba wetu. Ni muhimu basi kwamba elimu ya kina kuhusu sheria hizi ifundishwe. Hatujawafundisha bado, na hapa tu nimegusa nacheza na amri za Mungu, sijaja hizi sheria za asili. Mfano wake ni huu: kuchoma moto misitu ni dhambi. Yaani haina mjadala katika hilo. Yaani haina kujadiliana, useme tu Pastor. Yaani ikatokea, unisikize vizuri, ikatokea wewe unaishi Iringa, unaishi Mafinga, unaishi wapi, ukaona moto unachoma msitu na ukaamua kujitosa kuuzima ule moto bila kujali malipo, utalipwa na Mungu tu, hata iweje. Yaani thawabu yako haitapotea. Mnakumbuka juzi hapa Kariakoo tumepata changamoto ile iliyotokea pale. Mnakumbuka kuna watu ambao walijitolea kuokoa watu pale na mali zao bila kujali. Naongea na watu au na binadamu. Wale watu ambao wako bize pale kusaidia, hajali atalipwa nini, yuko bize. Wanaojua sheria za asili, mmoja wapo ambaye alifanya ile kazi ni kijana wa kwetu. Nikisema wa kwetu namaanisha wa kwetu anasali humu. Bize. Hakujali atalipwa nini, amechoka. Siku ananipigia simu anasema, Pastor, na kesho naenda kuungana na watu tena. Nikamwambia unalipwa shilingi ngapi? Anasema I don't care. Mimi ninachojali ni hili, nimeokoa watu, nimesaidia humanity. Nikasema ubongo uko vizuri sana huu. Kuna ibada tumezisahau. Hata kabla tujafunga haya maombi ya siku 10, kuna siku tutatoa sadaka hapa ya kwenda kusaidia wenye shida bila kujali ni akina nani. Mungu atusaidie sana. Sijajua, msinione hivi na mimi nina zama zangu. Kila mtu ana zama zake hapa. Mmegundua kwamba siku hizi kwenye daladala vijana wakikaa hawajali cha umri wa mtu Acha mvua zikosekane tu kwa staili hii. Unakuta mzee kabisa amesimama na kajamaa kako serious kabisa. Unakwambia kuna mzee hapa, yuko hapa, anakwambia niliwahi siti yangu. Ninawaomba pale ambapo utakuta neno nimeliongea limepiga straight, unisamehe, ni kwa sababu tu neno ni upanga, alafu baadaye tutamalizana. Ukisikia limegusa direct, nenda ukatubu. Njoo tuangalie kanuni hii hapa. Samahani sana, nimerudia tena, samahani sana. Nendeni mkachunguze taxi drivers wengi ambao wametoboa kimaisha na kufikia level ya mafanikio ya hali ya juu, ni wa kuhesabu. Unajiuliza ni kwa nini? Nakwambia ukweli tu.
Wengi wanabeba mizigo ya watu waliowatendea mabaya katika biashara yao, kupiga hela ya mtu, hela ya haki ya kutoka hapa mpaka Mwenge shilingi 10,000. Amemwona ni mgeni, anampiga 15,000. Anadhani kwamba hicho kitendo kimepita. Hiyo ni mbegu amepanda, itaota. Nina ushahidi kwenye Biblia na roho ya unabii, nitaendelea kuwasomeni huko mbele. Ellen White anasema kila tendo na kila neno ni mbegu. Anachukulia simple tu, simple kabisa, hashtuki kabisa. Nendeni mkachunguze, mtakuja kuniambia. Nendeni mkachunguze, mtakuta kuna mtu anafanya kazi ya watchman, yuko hapo anafungulia tu mlango, mtu anaingia na kutoka, lakini amejenga nyumba, bosi hamna chochote. Nenda ukajiulize ni kwa nini huyu mtu katika hali yake duni anatenda haki. Naendelea kuomba samahani. Askari polisi, basi nimeishia hapo. Kuna watu wenye itikadi kali ambao wanawaambia watu kwamba ukiwa Msabato, ukiwa Mkristo hutaki kuwa polisi. Ni uongo. Nina ushahidi wa kibiblia kabisa. Askari nao walienda kumuuliza, nasi tutendeje? Akasema toshekeni na nini? Hajawaambia acheni kazi. Wewe ni polisi unanisikiliza, usiache kazi, fanya kazi ya upolisi vizuri, tenda haki. Usichukulie simple. Kuna bodaboda ana watoto, ana hali ngumu, ndio ametoka tu pale, amepata abiria mmoja, anawaza tume ile hela mtoto wake akalipiwe nasari, anapigwa mkono sharp, anaambiwa makosa ya kutosha kabisa, na ile hela alionayo naye anaitoa. Akitoa ile pesa unaweka mfukoni, ile pesa inakwenda inalia. Umevuta laana kwenye maisha yako, acha. Ile ni laana kubwa. Nendeni mkaangalie wale askari ambao ni wacha Mungu kweli kweli. Wapo, mtu asikudanganye, wapo. Ambaye anamkuta mtu na kosa lake anambia simama hapa, unajua hii speed unaokwenda sio, nakupa onyo, acha. Kuna mmoja pale Dodoma, nafikiri ameshastaafu. Siku moja niko Central Police pale, kuna vijana wamekamatwa, wameletea fujo yule askari, wako Central. Mmoja wapo kati askari pale anawaambia wale vijana msijitetee. Sijui alitufanyia, akasema msijitetee. Huyu bwana tunamjua wote hapa. Ukigombana na huyu una matatizo. Huyu mpaka walete hapa. Nyie ndio mna matatizo. Hapana, alitufanyia. Hakuna. Nikamaki yule baba. Akasema huyu askari ngoja nimaki. Mbona wenzako wanamtetea hivi? Siku moja akanikamata kiukweli. Sasa usiniulize nilikuwa na kosa gani. Mimi nina kosa moja tu kubwa. Maana leseni ninayo, sina shida. Jamaa akanipiga mkono. Na mimi na sheria moja, na wewe uichukue. Askari akikupiga mkono, acha ubishi, simama. Nikasimama. Akaniambia unakimbia unaenda wapi? Nikamwelezea huko nakoenda. Akaongea tu vizuri, akaniambia wewe ni mchungaji? Nikamwambia ndio. Sasa kwa hii spidi huko unakowahi, utaenda kuzika au utazikwa? Nikamwambia kwa kweli, unaona hizi mpaka zinaingia hapa, nasubiriwa kwenye msiba. Akaniambia basi, kama huwezi kuongea nao hao watu, nipe simu mimi niongee nao, niwaambie utachelewa kidogo, tembea taratibu, bado tunakuhitaji. Yaani mpaka mimi mwenyewe nikajisikia nimekosa. Sasa unasema mchungaji unamaanisha nini? Kila dhuluma iliyotendwa ina malipo yake, haipiti bure. Najua kuna mtu anasema sasa mchungaji tutendeje? Nitawaelekeza huko mbele, sehemu ya pili ya somo, uone kile ambacho Mungu anasema. Ikiwa umejikuta umedhulumu watu kwenye maisha yako, ufanye nini? Mahakimu, basi. Hosea 8:7 anasema wanapanda upepo watavuna kisulisuli. Kila unachokipanda utafanya nini? Utavuna.
Hebu sikia niwaambieni kidogo. Kuna watu wengine unakuta kwenye familia yenu ndugu yako amefariki, ukachiwa wale watoto kuwalea. Kuna mali za yule marehemu na nini. Na kuna watu wanafanya mazingira ya makusudi kudhulumu wale watoto. Nataka nikwambie, utawadhulumu, utanunua magari, utafanya utakachokifanya. Sikiliza nikwambie, utaona umefanikiwa kwa muda. Maisha yataenda vizuri kabisa, utaona kwa muda, lakini nataka nikwambie utakuja kulipa hilo deni tena na nyongeza. Maana andiko linasema kipimo unachompimia mtu na utafanya nini? Tena kikiwa kimefanya nini? Nilikutana na mama mmoja ambaye ni hakimu amestaafu. Nilimshangaa sana. Wana sheria zao. Mimi mahakimu na majaji na wanasheria mimi sijui hivyo vitu, wao wanajua kuliko. Nimemaliza kufundisha somo kama hili, tumetoka nje akanifuata, akaniambia, mchungaji, kuna mtu nina kesi yake. Nimejaribu kukaa na hao watu nikamwambia wamalize haya mambo, lakini hawasikii. Nikitazama, wanasheria wananielewa hapa. Anasema nikitazama kisheria, huyu mama kwa kweli kwa mujibu wa sheria hana haki. Ila mbele za Mungu nikitazama anaonewa. Unajua kuna sehemu sheria ilikosewa. Kwa ukiangalia sema kabisa huyu mama huyu. Asema mchungaji, nimetazama kwa kweli kwa mujibu wa sheria huyu mama habebi hata kimoja. Maana mume wake walikuwa wanafanya biashara na huyu ni mdogo wake, na katika kampuni wameandika majina yao. Hao ndio watu wangapi? Wawili, ndio wenyewe. Anasema huyu mama kabisa hana chake hapa, lakini amenisimulia story, nimemsikiliza, ana haki kabisa kabisa, lakini siwezi, lazima nisimamie nini? Sheria. Utakubali nikukutanishe na huyu mtu angalau muongee? Nikamwambia mimi sina shida. Wakaja, tujamaliza pale uamsho, akaja yule bwana, nikamsikiliza. Ni ndume jeuri. Akaniambia, mchungaji, mwanamke hana chake hapa. Nikamwambia, lakini kwa haki kabisa hii biashara si walianza hivi na hivi? Asema hamna, na wadanganya. Watoto wote ni mashahidi, wanakumbuka mama alivyoanza na baba kwa shida, biashara ikafika, ndugu tu akaitwa, wakaingia wote kwenye biashara, kwa sababu baba alikuwa sio msomi vizuri, jamaa limeenda shule vizuri, mikataba ni ya Kiingereza, alikazidisha 1% kwenye maandishi. Mwisho nikamwambia, bwana, mimi siingilii mambo yenu, bwana awe nani. Yule mama akaniambia, mchungaji, nilitarajia kwamba ungetusaidia lakini umeshindwa. Akamwambia, sikiliza, mchungaji hawezi kukusaidia ila yuko Mungu mbinguni. Acha. Alidhulumiwa, mali zilipotea, watoto walifukuzwa shule Mwanza. Binti moja alikuwa anasoma UDOM pale, alikuwa hana mkopo, mambo yalivurugika, kilio kwenye ile familia. Kuna vitu vingine havitokei haraka. Ile familia upande mwingine maisha yalikuwa ni mazuri sana, wanaenjoy maisha, mpaka magari ya kampuni ambayo alikuwa anachukua watoto kutoka shule sasa hivi yako upande ule wa pili. Watoto wakiona wanapata msongo. Nikamwambia, mama, nitakachoweza kufanya tu mimi kikubwa, niletee watoto wako waje Dodoma, nitawafanyia counseling waweze kuhandle hii hali, maisha yaende. Baada ya miaka kama sijakosea ni 3, kijana mkubwa kwenye hii familia akapata ufadhili wa kwenda kusoma Uchina. Ameenda kusoma Uchina yule kijana, ubongo unafanya kazi vizuri mpaka utafurahia. Hajamaliza chuo, lakini kampuni moja ya Kichina wameamua kumchukua kudesign vitu vyao. Jamaa yuko smart kichwani. Hivi tunavyoongea familia imeinuka tena. Lakini ule upande wa pili, ninaongea na nyie, kuna wengine hapa baada ya hili somo inatakiwa mkatubu kwa hizi familia mlizoziumiza. Na ukitaka yaishe, baada ya somo hili umenisikiliza, uko mtandaoni, uko wapi, rudi watafute hao watu kama inawezekana, wakusanye kama inawezekana. Usiogope kuomba msamaha. Wakati mwingine kila toba ina gharama yake. Kila toba ina gharama yake. Ili uweze kudiliti, angalau upunguze haya mambo. Waite, waambie, ni njoni kaeni hapa, niliachiwa mali na baba yenu, niliwadhulumu, ni makosa niliyofanya, naomba mnisamehe wote, tuanze upya. Kama kuna maneno atakurushia, acha wakurushie. Kama kuna ombi halina pazia, ni la yatima na mjane. Sheria za asili. Ninamalizia, kesho taingia part 2
Napomalizia hili sasa, nendeni mkaangalie wale watu mashuleni ambao walikuwa na material alafu wanapenda kuwaficha wenzao. Sheria za asili wako wapi leo? Nendeni mkachunguze tu. Nendeni kule kijijini mkaanze kuangalia zile familia ambazo unajua kabisa familia ya kina fulani ni wachoyo, na ikatokea uchoyo ukaambukiza familia nzima, ni balaa. Yaani nafuu itokee moja balance equation. Nenda mkaziangalie zile familia zote sasa hivi maisha jinsi yalivyo. Nenda ukaangalie vizuri kabisa. Nataka niwaambieni, ukarimu unalipa. Unaweza usione matokeo leo, ukayaona namna gani baadaye. Nendeni mkaangalie wengine ambao mmepitia uzoefu wa kufukuzwa kazi na mabosi wenu na nini. Unakuta wakati ule umefukuzwa kazi, watu ambao wanakuja kukushukuru na kusaidia ni watu ambao na wewe uliwasaidia wakati ukiwa vizuri. Maisha ni cycle, yanazunguka. Leo utakuwa kwenye position hii, kesho unaingia kwingine. Unashangaa wale wale wanakuja wanakuambia, ise wewe uliniwahi kunisaidia sana bwana, wewe uliwahi kunisaidia sana. Unaanza kuvuna. Haleluya, Mungu atusaidie sana. Niruhusu tu ninukuu Christ Object Lessons ukurasa wa 84 na 85. Maneno ni marefu kidogo, lakini tutakapomaliza tunaingia kwenye maombi, muone kile ambacho Mungu anatuambia kupitia mjumbe wake. Nataka kila mmoja akili yake itulie, maana huyu mama ameongea maneno mazito sana hapa. Yasikilize vizuri. Anasema katika sheria za Mungu katika asili. Umesikia vizuri sentensi hiyo eh? Katika sheria za Mungu katika nini? Asili. Athari hufuata sababu kwa uhakika usiokosea. Shida iko hivi, kuna saa tunabeba haya matokeo ila hatukumbuki tulimtendea nani na ni lini. Hata wema ni hivyo hivyo. Kuna vitu unavuna leo vizuri kabisa ambavyo wewe hukumbuki kuna mtu ulimtendea nini wakati gani, lakini unakuja kuvuna leo. Hakuna hiyo kumbukumbu. Ndiyo maana Mtume Paulo anasema, endeleeni kutenda mema, mtapokea thawabu yenu msipozimia. Kwa nini anaongea habari ya kuzimia moyo? Kuna saa unamtendea mtu jema na anakuja kutendea baya, usiogope. Kuna watu mliowatendea mema walikuja kuwageuka baadaye. Usitishike, usije ukaanza kukatisha kwamba sitasaidia tena mtoto wa dada yangu kwa sababu yule nilimtendea hivi alini. Acha, kila mmoja amekuja mwingine, saidia. Na kwa bahati mbaya kuna wengine ni wazaliwa, nisite bahati mbaya samani, na mimi natengua kauli. Kuna watu wengine ninyi ni wazaliwa wa kwanza kwenye familia zenu, sio kwa namba ila kwa cheo. Tunaanza kuelewana eh? Yaani kwenye namba kuna wakubwa zako, ila kwa cheo Mungu alichokupa wewe ndio mzaliwa wa kwanza. Ipo tu, mnajijua mko hapa na nyie mnabeba mizigo ya walio wengi. Pakitokea tatizo kidogo, mpigieni fulani. Kuna mgogoro huu unajaribu kusuluhisha, hujakaa sawa, mpigieni fulani. Sio kutoa ushauri tu, hata kiuchumi wanakutegemea wewe. Huyu anavuta huku, huyu anavuta huku, anavuta. Na ukitaka ujijue, ugua. Umelazwa Muhimbili, watatoka Msoma, watakuja kukutazama, na wakifika kuondoka watakuomba nauli. Paka unawaza hivi jamaa, si mmekuja kumwangalia mgonjwa? Nakwambia msa, tumefika kurudi, saa ya kurudi nyumbani imefika. Yaani maana yake tunaondokaje? Nyie watu wa namna hii, siku hii ya leo mimi naombea baraka za Bwana. Mungu awape double portion, kwa sababu lengo lake ni kwamba muendelee kuwa baraka. Kosa ambalo wakati mwingine unaweza ukafanya mzaliwa wa kwanza wa cheo ni kulalamika. Hilo jaribu lipo. Mbona mimi tu? Mbona? Na ukitaka ujue wewe ni wa cheo, utapigiwa simu juu ya kumsaidia mtoto wa dada yako ada, kana kwamba hakuna majukumu mengine. Na ukimwambia nimekosa, subiria maneno, siku hizi anajisikia. Yaani utafikiri hizo hela
ulikuwa unawatafutia wao. Usilalamike. Sasa mchungaji, tufanyeje ikitokea hivi? Ukikuta utaumia, we ni mtu, yani tusikatae, we ni binadamu. Kuna saa moyo unauma. Ukisikia moyo umeuma, jifungie chumbani mwako, piga magoti, mwambie Mungu, ulinipa huu mzigo, nasikia ni mzito, nisaidie. Haleluya, haleluya. Usipuuze sheria za asili kama tulivyosoma hapa. Mavuno yataonesha kile kilichopandwa. Kila mbegu iliyopandwa huzalisha mavuno ya aina yake. Vivyo hivyo katika maisha ya binadamu, sote tunahitaji kupanda mbegu za huruma, upendo na moyo wa usaidizi, kwa maana tutavuna kile tunachopanda. Kila tabia ya ubinafsi, kujipenda, kujitukuza, kila tendo la kujifurahisha litaleta mavuno ya aina hiyo hiyo. Yeye anayeishi kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe anapanda kwa mwili, na kwa kutoka kwa mwili atavuna uharibifu. Juzi nikiwa Mbezi Beach, kwa watu ambao wanakuja kama hivi, tunaongea, mmoja akaja, tuko nyuma ya kibweta pale, akaniambia, pastor, nimekuja, mimi sina shida, ila tu kuna kitu nimekiona leo, nimeamua tu nije nikutie moyo. Nikamwambia asante, unasemaje? Kanambia, mchungaji, nimeona kati watu uliowahudumia leo, kuna mtu amekutoa hela leo mbele ya macho yangu, nimeona, na alikuwa anakutoa hela bila huruma, na nimekushangaa umetoa. Asema nimekutazama, nikasema sasa unakutana na wangapi wa design hii? Na alinitoa hela kabisa, kiukweli kabisa. Kanambia, pasa nimekuja naondoka, nipe nauli. Nikatoa nauli nikampa. Sasa yule anambia, pasta, unajua nimekutazama. Nikasema leo sitaki kuongea shida zangu, nimekuja tu kukutia moyo, songa mbele. Sasa nikamwambia, mbona ni mambo ya kawaida? Akaniambia, kwa nini unaita ya kawaida? Nikamwambia, sikiliza, nina sera moja. Mungu hawezi kumruhusu huyo mtu aje kuniomba hela kibabe kama Mungu hajaniandalia baraka yangu. Ninajua kuna baraka yangu inakuja. Mzee Odera anajua hiki ninachokwenda kusema. Kuna mmoja alikuja leo hapo na listi kabisa hivi. Tunasema nina mtoto yatima, sina, nitafutie watu humu ndani ili angalau wanipe hela niweze kumnunulia huyu mtoto socks na vitu gani vya shule. Nikamwambia, sikutafutii watu, huyo mtu ni mimi. Ninaongea ili kwa lengo la kufundishia. Nikamwambia, nenda tu kaniletee fomu ile na benki account ya hiyo hiyo shule, niweke hapo mwisho. Kwa nini mchungaji umesema hili hadharani? Mungu akikuletea mtu mwenye shida katika macho yako, ukijiridhisha ni shida ya haki, hiyo ni fursa ya baraka. Naomba tusimame. Ndugu yangu, asante kwa piano yako, ila kwa sasa itulie tu kidogo, utanipigia baadaye. Napenda ni safi kabisa, ila tu kuna sentence nataka niisome, alafu nitakuruhusu unipigie. Jamani, mko sawa sawa? Christ Object Lessons, ukurasa wa 84 na 85. Kama mnaweza kupata kile cha Kiingereza, sijui kama wainjilisti wetu wanacho, lakini nadhani kwa Kiswahili kinaitwa mafundisho ya Yesu kwa njia ya mifano. Samahani sana, naomba kama kuna movement tu yote itulie kidogo kwanza, alafu nitaruhusu naposoma hii sentence. Ni ngumu mno. Ngumu. Sina ubaguzi wa dhehebu lolote, lakini nataka hapa niwapige kidogo ndugu zangu, kwa sababu vitabu ni vyetu, tulipewa miaka mingi iliyopita, lakini hatuvuni hizi nondo kwenye hivi vitabu. Sikiliza ninachosema mjumbe wa Mungu hapa. Mungu hamwangamizi mtu yeyote. Kila mtu anayeharibiwa atakuwa amejiharibu mwenyewe. Anasema kila mtu anayepuuza maonyo ya dhamiri anapanda mbegu za kutoamini, na hizi zitaleta mavuno ya hakika. Kwa kukataa onyo la kwanza kutoka kwa Mungu, Farao wa zamani alipanda mbegu za ukaidi
na alivuna ukaidi. Kwa nini nimehitaji niongee kwanza na ndugu zangu wa dhehebu langu kwanza? Ni kwa sababu vitabu hivi ni vyenu. Hii vitabu hutavikuta Pentecoste, hii vitabu hutakuta Assemblies of God, hutavikuta kule Roman Catholic, huvikuti popote. Hii vitabu ni vya kwenu ninyi. Na mimi nawaambieni ndugu zangu, maisha yoyote tunayoyapitia, popote pale, ugumu wowote unaopitia, sababu ni rahisi kabisa. Kuna kitu ulifanya, unavuna. Namba 2, kama hakipo, kama Ayubu alivyosema, maana Ayubu anajua hizi sheria, akauliza, anasema kipi nilifanya? Ayubu ametaja kabisa, anasema mbona yatima mimi nimewasaidia, mbona yamenikuta? Kama hakuna ulichokifanya, ujue Mungu ameruhusu ili ujifunze jambo. Sababu ni 2 tu, unavuna ulichofanya au kuna kitu Mungu anahitaji ujifunze. Sasa tufanye nini? Kabla sijagusa zile steps ambazo zitafuata hapo kesho, lakini ondoka na hii sentensi moja. Unapoenda kwenye maombi leo, mwambie Mungu, nifungue macho nijue kwa nini napitia ugumu ninaopitia. Namba 2, mwambie Mungu, nifungue macho nione ikiwa kuna tendo, neno lolote ambalo natakiwa kulitubia kwa jina, nikumbushe. Hapa siongelei hoja ya kwenda mbinguni, hapa naongelea hoja ya kuenjoy maisha hapa. Haleluya. Ya mbinguni tumeshaona imekatwa na Yesu Kristo, amemaliza. Mbinguni utaingia ila kwa jasho jingi na mateso mengi, kwa sababu hukujua kutumia sheria za asili. Hata hivi ninavyoongea kuna mtu akili yake anaanza kukumbuka, lakini kuna hiki nilifanya, kuna hiki nilifanya. Mliopewa kuwa nafasi ya kuwa mabosi kwenye mashirika, saidia watu. Saidia watu. Saidia. Mungu atusaidie sana. Mnaweza mkaleta maombi yenu sasa. Na ikiwa kuna sadaka yako leo, lile boksi la sadaka liko upande gani? Yako mawili, yote yameandikwa sadaka. Kwa tafadhali ukija ukiona la sadaka, toa sadaka yako hapo, lakini la maombi utaweka hapo. Naomba wale watu watatu wakati wanapokuja huku mbele kwa ajili ya maombi, wale watu watatu nao pia wajiandae kuja huku mbele. Ukisikia Roho Mtakatifu anakukumbusha jambo fulani, usichelewe kutubu. Sasa taabu ya masomo haya, nikishamaliza kufundisha, mtu anatamani kwenda kumsimulia mzee wa kanisa au mchungaji. Hii sio haja ya kusimuliana, ongea na Mungu wako. Wala usije ukasema kuna hiki nilifanya. Hakuna haja ya kusimulia, usisimulie mtu. Wewe kamalize na Mungu wako. Jiani uniongoza Yesu wangu Mwokozi, rema hata punguza milele, kiongozi inara kwa ndamana dunia ni daima, nijapo sumbuka sana, yeye hutenda vyema. Nijapo sumbuka sana, yeye hutenda vyema. Njiani huniongoza
wanahitaji ubatizo tafadhali waje hapa mbele. Wale ambao wanahitaji ubatizo, wale wa kubatizwa tafadhali njoo. Wakati wimbo ukiwa unaendelea, tafadhali njoo hapa mbele. Ambao wanasema wiki hii ni wiki yangu ya ubatizo, njoo hapa mbele. Tuna maombi maalum kwa ajili yako. Sogea hapa mbele. Unaweza ukamsindikiza rafiki yako mwenye naye. Njoo. Sindikize mwenzako mwenye naye. Sindikize. Njoo. Bwana kubariki sana. Njoo. Wanaosema wikini kwa ajili ya ubatizo wangu, niko tayari kubatizwa. Sogea. Njoo. Tembea uje hapa mbele. Onyesha ujasiri wa hadhara. Wakubali kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Asante sana. Bwana kubariki sana. Bwana kubariki sana. Njoo. Popote ulipo njoo. Vaa ujasiri uje hapa mbele. Unasema nahitaji kubatizwa. Njoo. Naomba wazee nisaidie kuwapanga vizuri hapo, wawe na mstari wao. Wanaobatizwa wawe na mstari wao peke yao. Mungu akubariki sana. Ninaomba hao wanaobatizwa waangalie kwangu. Wazee wa kanisa mnisaidie waangalie kwangu. Wanaobatizwa waangalie huko kwangu. Yes, waangalie huko. Waangalie huko. Mwingine anahitaji kuja kwa ajili ya ubatizo. Sogea. Anahitaji kubatizwa, tembea uje hapa mbele. Onyesha hadharani. Tembea. Nakaribia kufunga wito huu sasa. Tembea. Siku ya Ijumaa ni siku ya ubatizo. Naomba utulie kidogo. Upo katikati yetu, unasema nahitaji kubatizwa, na Ijumaa tunafanya ubatizo. Vaa ujasiri, tembea uje hapa mbele. Nina ombi maalum kwa ajili yako. Tembea hapa mbele. Njoo, na ikiwezekana umsindikize rafiki yako mweze kuja naye. Ninavuta kidogo kwa ajili ya mtu ambaye bado yupo katika bonde la kukata shauri. Tembea uje hapa mbele. Nakaribia kuomba, nimesitisha hivi, tunaingia kwenye maombi, lakini kuna mtu bado unahangaika ndani ya moyo wako. Tafadhali tembea uje hapa mbele. Kabla sijaita kundi la pili, yeye ambaye anasema nahitaji kubatizwa, tembea uje hapa mbele. Popote ulipo, tembea uje hapa mbele. Napoingia kwenye wito wa pili sasa, tembea uje hapa mbele. Nakaribia kuingia kwenye wito wa pili, tembea uje hapa mbele. Je, kuna mtu mmoja anasema, mchungaji, kabla hujafunga wito nahitaji kuja hapo, kabla sijafunga wito huu? Kuna mtu yeyote ambaye anasema, pastor, nahitaji kuja hapo mbele kwa ajili ya ubatizo? Yeyote mmoja wapo mahala fulani? Nakaribia kufunga wito huu na navuta hivi kwa ajili yako. Je, yuko mmoja aliyesalia mahala fulani? Kundi la pili. Kuna mambo ambayo unayapitia kwenye maisha mazito, lakini leo katika somo la leo, Roho Mtakatifu amekuthibitishia kabisa ya kwamba hiki unachokipitia ni jambo fulani ambalo huenda hata umelisahau, mengine huenda umeyakumbuka, lakini kuna connection fulani inahitajika uoshwe kwa damu ya Yesu ili haya mambo yasitokee kwako tena. Utakuwa mkono wangu wa kushoto. Wakati tukibadilisha wimbo unaoimbwa, uwe sioshwi dhambi zangu bila damu yake Yesu. Wewe ambao unasema somo la leo nimelisikiliza, nasikia ushawishi ndani ya moyo, nahitaji kutendewa kitu leo na Yesu, tembea. Sioshwi dhambi zangu, endelea kuimba. Sioshwi dhambi zangu bila damu yake Yesu.
hoja ya kwenda mbinguni. Tiketi ya mbinguni tumeshapewa na Yesu Kristo. Hapa naongelea hoja, matendo yenu mema yawe ni taa, watu wakiyaona wamtukuze nani? Ndicho nachoongelea hapa. Hapa nachoongelea ni wewe kupanda pando zuri ili ukavune mavuno mazuri. Ndicho nachoongelea hapa. Mungu ni wa neema sana kiasi kwamba pamoja na madudu yetu yote ametuletea damu ya Yesu Kristo. Sipati patanishwa bila damu yake Yesu. Wema wala amani, wema wala amani bila damu yake Yesu. Hakuna maisha yetu kuna mahali huenda kuna kitu ulifanya, mazingira ya kazini, mazingira ya nyumbani, popote ulipo, na kuna roho fulani ukaiumiza kwa kujua ama kutokujua. Katika vitu vya kuombea leo, mwambie Yesu, yeyote niliyemuumiza kwa matendo yangu kule kazini, kule nyumbani, kule ofisini, wapi, mwambie Mungu mponye, lakini pia msahaulishe. Nilipaswa kuwa nuru, lakini haikuwa hivyo. Mwambie Mungu msahaulishe yule mtu, tuanze safari upya. Watumishi wa Mungu wanapoomba sasa, sema na Mungu ndani ya moyo wako. Tuombe. Baba mbinguni, Mungu mwenye haki, wewe ambaye moja ya sifa yako ni uwepo wako kila mahali, jina lako litukuzwe jioni ya leo, maana uko pamoja nasi hapa. Tumekuja kukuabudu katika siku hizi 10 za maombi, ili Bwana, kwa hakika ile ahadi iliyothibitika kupitia Yesu Kristo, tuweze kufanywa kuwa warithi wa ufalme wa mbinguni atakapoonekana mawinguni. Katika ulimwengu huu kuna milima na mabonde, na hasa katika siku hizi 10 za maombi, ikiwa ni mwanzo wa mwaka kabisa, kuna ambao watoto wanarudi shule. Kwa namna moja ama nyingine, uchumi umezorota, hali si shwari, na imefika mahala tuko katika dimbwi la kukata tamaa. Jioni ya leo tunakusihi utuinue upya. Wazazi wasaidie kuweza kupata ada za watoto, na wale watoto waliovunjika moyo kabisa waweze kuwa na tumaini jema katika siku hizi 10 za maombi ya kwamba watarudi shule tena. Endelea kuwa nasi Bwana, ukitufunulia siri za ufalme wako na kutusogeza karibu na msalaba kwa ajili ya marejeo yako. Samehe dhambi zetu, tuandae kuwa raia wema wa mbinguni, maana hapa sio nyumbani kwetu. Hili ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Baba mtakatifu wa mbinguni, Mungu muumba mbingu na nchi, tunakutukuza kwa neema yako kubwa sana ambayo umeongea pamoja na sisi. Nami katika jina lako Yesu, ninawaleta wafanyabiashara wote mikononi mwako. Ninakusihi Baba wa mbinguni, ukapate kuwabariki wafanyabiashara, na kukiwepo na kosa lolote, kukiwepo na sheria yoyote ambayo iliwafanya wafanyabiashara wakakwama mahali fulani, mfanyabiashara yote aliyeko mahali hapa, tunaomba ile ahadi yako uliyosema ya kwamba ukiisha kuifuta ile hati ya mashtaka iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, ukasema ukaiondoa,
ukaigongomelea pale msalabani. Tunakusii hilo neno lako, ahadi yako ikatimie juu ya wafanyabiashara wote kwa ile nguvu ya damu yako Yesu Kristo, na ile ahadi yako uliyosema ya kwamba watabarikiwa watokapo na watabarikiwa waingiapo, ikaingie kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ninaomba na kushukuru kwa jina la Yesu Kristo, amen. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru na kukutukuza sana jioni ya leo mahali hapa. Kutano hili lote limekusanyika tukiwa na kiu ya kupata wokovu. Neno lako tumelisikia kupitia kwa mtumishi wako. Geuza maisha yetu na ukayabadilishe kuanzia sasa. Tunaishi katika ulimwengu mgumu. Kuna mayatima, kuna wajane, kuna wagane. Baba yetu wa mbinguni, wewe ni Mungu wa wote. Jioni ya leo tunawaleta mikononi mwako kundi hili kubwa, wapatie mahitaji yao, ukawafunike na uwepo wako. Hili ndilo ombi letu, tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu, amena. Asante Yesu kwa neno lako. Watoto wako wamekuja hapa mbele, wengine wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Wajaze Roho Mtakatifu, wape ushindi wa dhambi, na kwa vile wameonyesha hadharani, ni imani yangu kwamba wametangaza na ni kweli wamempokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo kuanzia leo wanayo ahadi ya uzima wa milele. Lakini kuna wengine, kulingana na somo la leo, kuna mahali anasema hapa nahitaji Mungu nifunulie zaidi. Hapa naona kama kuna kitu hakiko sawa. Wale ambao tayari wamejua, wanapotubu, nina uhakika kabisa damu yako inawaosha. Na baada ya hapo tufundishe kuwa nuru. Tufundishe kuweka taa zetu ziweze kuonekana kwa ajili ya wengine. Lakini pia Mfalme wa amani, naomba baraka kwa kila aliyesikia somo la leo. Anapoamua kuchukua hatua yoyote, ukampatie wepesi. Wako wale ambao wataenda kufanya makubaliano au maridhiano ama kusameheana na watu walioumizana. Wanapoanza usuluhishi huu, Roho wako Mtakatifu akawe katikati yao. Ninakutukuza sana, maana wewe unapenda watu wanapopatana. Ondoa kila aina kizuizi. Lakini naleta ombi maalum kwa ajili ya mgonjwa yeyote aliyeko hapa, anayefuatilia kwa njia ya television. Mguse kwa mkono wako wa neema. Ninaomba kwa ajili ya wale ambao huenda uponyaji wao uko hospitalini, lakini hawana fedha ya kwenda hospitalini. Ukamfanyie wepesi, akapate hiyo fedha na madaktari wakamhudumie chini ya utawala wako. Asante, maana umetenda na utatenda makubwa kuliko haya. Wanaoangalia kwa njia television online sasa, waunganishe nasi tuwe kitu kimoja. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Bwana wabariki sana. Na kabla hamjaondoka, au ambao wanakwenda kubatizwa wakutane pale na viongozi. Lakini cha pili, usikimbie, sikiliza hii iweze kupa nguvu. Mmoja anasema online sasa hivi, anasema nilikuwa na